Urusi imesema haina mpango wa kushiriki katika mkutano wa bodi ya amani ulioandaliwa na Marekani. Ikulu ya Russia, Kremlin, imethibitisha kwamba maafisa wa nchi hiyo hawana mpango wa kuhudhuria mkutano wa kwanza wa bodi ya amani ya Gaza uliopangwa kufanyika Februari 19 huko Washington. Msemaji wa Rais Vladimir Putin wa Russia, Dmitry Peskov, amesema hakuna yeyote kutoka Kremlin aliyepanga chochote. Peskov ameiambia chaneli ya Urusi na televisheni ya RTV1 kwamba pendekezo la mkutano huo kwa sasa linapitiwa upya na Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa vikinukuu barua za mwaliko, vimesema mkutano huo unatarajiwa kuwa kikao cha kwanza cha uongozi wa bodi hiyo na jukwaa la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza chini ya mpango uliozinduliwa wa Rais wa Marekani Donald Trump, mpango ambao wachambuzi wa mambo wa Mashariki ya Kati wanasema ni mpango wa kuliondoa taifa la Palestina. Wizara ya mambo ya kigeni ya Russia hapo awali iliuelezea mpango mpana wa amani kama maendeleo chanya kwa kuzingatia kwake kukomesha umwagaji damu na kutatua masuala ya kibinadamu, ingawa Moscow inasisitiza kwamba juhudi zaidi zinahitajika kushughulikia sababu kuu za ukosefu wa utulivu wa kikanda. Wakati huo huo, vyombo vya habari vimenukuu ofisi ya Rais wa Belarus Alexander Lukashenko alithibitisha kwamba ingawaje kiongozi huyo amepokea mwaliko wa mkutano huo, lakini hataweza kuhudhuria. Kadhalika, Italia imesema haiwezi kujiunga na bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump kutokana na mpaka wa kikatiba, ukiwa ni pamoja na mkwamo wa karibu zaidi kukabili chombo hicho cha kimataifa cha kujenga amani alichojibunia Rais wa Marekani. Itakumbukwa kuwa mwezi uliopita Trump alizialika karibu nchi 60 kujiunga na bodi hiyo. Moja kati ya jambo ambalo China imesema ni kwamba bodi ya amani inayoundwa na Marekani ni chombo ambacho kimsingi kinaenda kuvuruga Mashariki ya Kati. Kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, amesema kwamba madai kwamba Marekani inatengeneza mazingira katika ukanda wa Gaza ni kwamba Marekani inakuwa chanzo kikubwa zaidi cha kuvurugika kwa ukanda wa Gaza. Lin Jian ameeleza katika mkutano na waandishi wa habari kuwa madai ya Washington kwamba inaenda kutengeneza mazingira ya amani katika ukanda wa Gaza ni uongo mkubwa. Marekani inaenda kutengeneza mazingira mabaya zaidi na kwamba huenda makundi ya kigaidi yakajitokeza zaidi kwa ajili ya kutetea ukanda huo, hasa wale waliopo katika maeneo ya ukanda wa Gaza. Katika kipindi hiki, moja kati ya jambo kubwa ambalo kimsingi limekuwa likipingwa sana ni juu ya namna walowezi wanavyopewa nafasi na serikali ya Israel kuteka maeneo watakavyo, maeneo ya ukingo wa magharibi mwa mto Jordan. Jambo hili linatengeneza mazingira mabaya sana na kwamba mpango wao ni kuifuta Palestina, jambo ambalo Urusi imelikataa kwa muda mrefu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.